Sasa nimuite mbele yenu mgombea wa Chama cha Mapinduzi ndugu Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, ili aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu. Mbele yenu hapa. Katibu. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Azan Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azan Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano. Naam, ni Musa Azan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo spika wa bunge la 13 akisaini baada ya kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura yapo kwa kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 380 halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge 383, na yeye akijizolea kula 378 kasoro kula 2 tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu, hawakubahatika kupata kura katika kikao hiki cha kwanza cha bunge la 13, mkutano wa kwanza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo inamfanya Musa Azan Zungu mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimiliu ambao utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma, akikabidhiwa